Kwa miaka 3 mfululizo, kijana huyu alikuwa akipitia mateso makali. Mguu wake ulikuwa umeoza kiasi cha kutoa funza. Ilikuwa ni hali ya kusikitisha sana, iliyoacha familia yake katika majonzi na jitihada zisizoisha za kujaribu kuokoa maisha yake na kumpunguzia maumivu. Katika hali hiyo ngumu, video maalum ya mahojiano na kijana huyo iliandaliwa na kufikia wadau mbalimbali, ikiwaomba kuguswa na kutoa msaada. Bila kusita, wadau waliguswa, michango ikaanzishwa na hatimaye kijana huyo akasafirishwa kwenda hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam kwa matibabu zaidi. Matibabu yaliyochukua takriban miezi 4. Katika matibabu hayo, madaktari walilazimika kukata mguu wake kutokana na hali mbaya iliyokuwa nao, uamuzi mgumu uliookoa maisha yake. Leo hii amerejea nyumbani akiwa mwenye afya njema. Ameupoteza mguu lakini amerejesha afya yake. Tabasamu lake linaeleza safari ndefu aliyopitia na ushindi aliopata. Kwa niaba ya timu iliyoratibu matibabu yake, nilimpokea katika uwanja wa ndege wa Bukoba na kuanza safari ya kuelekea kijijini wilayani Mleba. Huko tuliwasili usiku. Baba mzazi hakuamini macho yake. Ninashukuru samani ila ile nani kama moyo ule ambao ulikuwa Baadaye kijana akaeleza safari yake ya matibabu sambamba na hali yake ya sasa baada ya kupatiwa matibabu. Shukuru wote mliojitolea kwa hali na mali kunisaidia mimi, kunipeleka hospitali Muhimbili, na lengo lilikuwa ni mguu upone nisimame, lakini haikuwezekana. Hata hatua hii ni nzuri. Nawashukuruni sana. Safari ilikuwaje matibabu? Safari ilikuwa nzuri. Yule dada ni mtu mwema sana, alinipokea akanipeleka hospitali, kila kitu kilifanyika vizuri mpaka nakakuja wakati wa mguu. Hali ilikuwa ishakuwa ngumu sana, nilikuwa maumivu makali. Kwa hata daktari alivyonishauri nikate mguu niliona ni bora. Nashukuru sana. Ni zaidi ya miaka 3 kwenye maumivu ambayo nilikuwa silala, lakini sasa hivi naweza nikalala nikapata usingizi. Yote hiyo ni nyinyi mlionisaidia mimi. Kwanza nimejisikia furaha sana. Nimejisikia furaha. Nilikuwa nishawaza itakuwaje, lakini nimeshukuru sana bango kunikubalia. Haina washukuruni sana. Nilikuwa sitegemei kama inaweza ikawa. Unafikiri kwa sasa unahitaji usaidizi wote sasa baada ya kufanywa upasuaji au una mguu tena? Kuna chochote unachofikiri unatakiwa kusaidiwa ili kuendeleza maisha yako? Ndio. Kwa mfano kama sasa hivi nipo kwa baba, na baba kama hivi umri wake kidogo umeenda. Shida sasa hivi itakao nisumbua labda kwa sasa hivi ni kuhusu jinsi ya kuishi, chakula. Sasa chakula. Na mimi kama ningeweza kupata mtaji, nikapata cha kufanya, ningeweza kujisaidia mimi pia na kumsaidia baba. Sasa mimi kwanza ningesaidia mimi niwe vizuri. Sina mtaji, siwezi kufanya kazi ngumu sasa hivi, na kazi siku zote kumtegemea baba maisha yangu yote, na hiyo ni mbaya. Akiwa mwenye furaha isiyo na kifani, baba mzazi alishindwa kuamini kama kijana wake ndiye huyu aliyerejea nyumbani akiwa amepona. Hali mlioifanya ya kuvumilia, kumsafirisha, kwenda hospitali, mpaka ametoka kule hospitali amerudi, naona mmekuja mmechukua hatua ya kumtoa kule na kumleta nyumbani kwangu. Kwa sababu mimi nilishakuwa kata tamaa. Ninashukuru sana kitendo alichokifanya cha kumhudumia mwanangu. Na ninawaomba kwamba waendelee na moyo huo wa huruma, wa upendo, waendelee kusaidia na watu wengine kama walivyomsaidia mwanangu. Na si mwanangu kwamba ilikuwa mara ya kwanza kwa mwanangu, walikuwa wameshatoa msaada kwa watu wengine. Ila waendelee na moyo huo, waendelee na huduma hiyo, waendelee na upendo huo. Ndio. Unafikiri katika kumlea sasa tumkabidhi kwako, unafikiri kuna kitu cha support yoyote unahitaji katika angalau kuhakikisha kwamba sasa anaimarika? Support nitahitaji. Kwanza mimi umri wangu Mungu amenipendelea, nina umri wa miaka 72 sasa hivi. 72. 72 ni umri ambao nimepita kile kiwango cha Mungu ambacho alisema kwamba watu waishi miaka 70. Amesha niongezea miaka mingapi? Miaka 2 mingine zaidi. Ila kwa sasa hivi sifanyi biashara,
sifanyi nini. Sana sana nina kapesheni kenyewe ndo hivyo tu. Akanitoshi mimi mwenyewe kula. Naona akatoshi kabisa. Mimi pekee. Kwa hiyo nahitaji usaidizi pengine katika kusaidia. Nahitaji usaidizi hasa katika upande wa mwanangu mwenyewe huyo tu ambaye bado anahitaji, na afya yake mnaiona kwamba sio nzuri. Kwa sababu anahitaji apate kwenda chakula kitakacho chenye virutubisho ambacho kinaweza kikafanya nini, kikamrudisha afya yake. Mbali na kwamba sawa nani sema amepewa nani surgery kwenye mguu, amekata mguu wake, lakini inawezekana kama atapona kabisa, lakini apate msaada wa chakula. Okay. Chakula na gharama zingine ndogo. Tunajua umekuwa mbali na mtoto wako kwa muda sasa, alikuwa kwa mjomba wake. Ni fahari au ni furaha kiasi gani kuona timu hii sasa inakufikishia kijana wako akiwa katika hali ya amani? Nimefurahi sana na sikutegemea. Sasa kwa hiyo ila nashukuru sana. Ninashukuru sana kwa msaada mlioufanya. Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Kitoba, halmashauri ya Misenyi, kwa niaba ya timu ya waratibu wa matibabu akazungumza haya baada ya kijana huyo kukabidhiwa kwa familia. Alikuwa na tatizo la mguu ambao ulikuwa na kidonda kikubwa kwa picha za awali, lakini sasa hivi kulingana na hali halisi na ushauri wa madaktari, na yeye mwenyewe anafarijika kwamba pamoja na kwamba mguu umeondolewa, lakini yale maumivu aliyokuwa anahisi yamefanya nini? Yameisha kabisa. Nawashukuru wadau wote waliomuona, siwezi kuwataja kwa majina, ni wengi. Wote, yeyote yule aliyechangia kidogo kile ambacho aliweza kuchangia. Maisha mapya yanaanza ni kwa ajili ya tuone namna gani wadau wataendelea kumsaidia ili aweze kujikwamua kwa hatua ya pili. Kwa kweli mimi najisikia faraja sana. Mzee ametupokea vizuri, lakini sasa hivi ametupokea vizuri, ametuelewa jinsi tulivyojieleza, jinsi wadau mbalimbali walivyochangia. Mimi binafsi nimefurahi, na ni moja ya kazi yetu kuweka mambo kama haya sawa. Hakika hupo msemo usemao hujafa hujaumbika. Kijana huyu alikuwa tayari amekata tamaa. Alifikia hatua ya kusubiri miujiza bila matumaini ya kupona, lakini kupitia moyo wa watu wa huruma, fikira zake zimebadilika na maisha yake yamegeuka kabisa. TNTV tunawashukuru wadau wote walioguswa na kutoa msaada. Pia waratibu akiwemo Victoria Ponsian maarufu kama Vicky Utamu, Mama Mshara pamoja na Abubakari. Na kwa namna ya kipekee shukrani zimfikie mbunge wa jimbo la Bukoba mjini Mhandisi Johnston Mtasingwa kwa ushiriki wake katika hili, ikiwemo kutoa usafiri wa kutoka Bukoba kwenda kijijini kwao. Mimi ni Arnold Kailembo, hii ni TNTV. Usahau kubonyeza na subscribe, like, kushare na comment.